Karibu kwenye habari kubwa za ulimwengu leo kutokea hapa DJ Toto Michelle TV, na hizi ni miongoni mwa habari kubwa ambazo tumekuandalia hii leo. Kabla ya kuendelea na taarifa ya habari, naomba nikupe tangazo fupi kutoka kwa DJ Toto Michelle, the International Emergency DJ, ambapo anafanya sherehe zote. Ni DJ maarufu ambaye anafanya sherehe zote na DJ namba 1 Marekani nzima pamoja na Canada. Kama una sherehe kama vile wedding, graduation, naming ceremonies, parties pamoja na nyingine nyingi, mtafute DJ Toto Michelle kwa ajili ya kuhakikisha sherehe yako inakuwa ni ya tofauti. Mpigie sasa kupitia namba +1614 370 5386 ama kupitia email yake djtotomichelle@gmail.com. Sherehe yako itakuwa ya tofauti na sherehe zingine. Karibu. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametangaza makubaliano ya ushuru wa forodha kati ya nchi ya Marekani pamoja na China. Bessent amesema baada ya majadiliano madhubuti, Marekani na Uchina zimekubaliana kusitisha ushuru uliopandishwa kwa siku 90 kwa pande zote mbili, kumaanisha kuwa zote zitapunguza ushuru wao kwa +115%. Wizara ya biashara ya China imethibitisha kusimamishwa kwa hatua zote za ushuru zilizochukuliwa dhidi ya Marekani tangu mwezi Aprili tarehe 2. Tunasubiri maelekezo juu ya ushuru mpya, lakini kama tulivyoripoti, Scott Bessent anasema kila upande utapunguza ushuru wao kwa +115%. Ushuru wa sasa wa Marekani kwa bidhaa za China ni +145%, wakati China inatoza ushuru wa +125% kwa bidhaa za Marekani. Kwa hivyo habari za leo zinamaanisha kuwa asilimia hiyo inapaswa kushuka hadi +30 na 10, lakini hilo bado limethibitishwa. China na Marekani zote zimesema kuwa zimepiga hatua katika mazungumzo ya kibiashara kati yao nchini Uswizi. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alielezea majadiliano hayo kuwa yenye tija, wakati naibu waziri mkuu wa China amesema mazungumzo yao yalikuwa ya kina na ya wazi. Ikulu ya White House iliuita mpango wa biashara, lakini haikutoa maelezo zaidi. Taarifa ya pamoja yenye maelezo kamili inatarajiwa siku ya Jumatatu. Wawili hao walikuwa wakifanya mazungumzo ya siri weekend yote katika mkutano wa kwanza tangu Rais wa Marekani Donald Trump alipoitoza ushuru mkubwa nchi ya China mwezi Januari. Mazungumzo hayo yalikuwa ni mikutano ya kwanza ya ana kwa ana kati ya nchi hizo mbili tangu Rais Trump atoza ushuru wa +145% kwa bidhaa kutoka China, huku Beijing ikijibu kwa kutoza +125% bidhaa za Marekani. Ushuru huo mkubwa ulisababisha msukosuko katika masoko ya fedha na kuzua hofu ya kudorora kwa uchumi duniani. Na katika hatua nyingine, ikulu ya White House iko kwenye mazungumzo na familia ya kifalme ya Qatar juu ya uwezekano wa kupata ndege ya kifahari inayokusudiwa kutumika kama ndege ya rais ya Air Force One. Katika taarifa yake, Qatar ilikanusha kuwa ndege hiyo itakuwa zawadi, lakini ilisema uhamisho wa ndege kwa ajili ya matumizi ya muda ilikuwa kwenye mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Kulingana na taarifa kutoka CBS News, mshirika wa habari wa BBC nchini Marekani, ndege hiyo itatolewa kwa mkataba wa Rais Trump mwishoni mwa muhula wake. Habari hizi zinawadia wakati Trump anatazamiwa kuzuru Qatar wiki hii, ikiwa ni sehemu ya safari kubwa ya kwanza nje ya nchi katika kipindi cha muhula wake wa pili. Ali Al-Ansari, mwambata wa vyombo vya habari wa Qatar nchini Marekani, alisema mazungumzo yanaendelea kati ya Wizara ya Ulinzi ya Qatar na Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Suala hilo bado linapitiwa na idara husika za sheria na hakuna uamuzi uliotolewa. Vyanzo vya habari vililiambia shirika la CBS News kwamba ndege hiyo haitakuwa tayari kutumika mara moja, kwani itahitaji kurekebishwa na kuruhusiwa na maafisa wa usalama. Thamani ya ndege hiyo na utunzaji wake ni jambo la hakika kuwa litaibua maswali ya kisheria na maadili kati ya wakosoaji. Na huo ndio mwisho wa habari zote za ulimwengu kubwa kutokea hapa DJ Toto Michelle TV. Kwa habari nyingine zaidi utaendelea kuzipata hapa kutokea DJ Toto Michelle TV.